Ndugu zangu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kukutana hapa kwa shughuli maji na kidogo. Kuna kitu nibananisha shughuli yetu leo hapa ni kuja kumwapisha ngopo hamna kabisa waziri mkuu mpya wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa sasa kuna kunywa mo Nchemba. Pongeza. Sasa kuna kunywa mo ni nini? Tupo hapa viongozi wote wa taifa hili kutoka pande zote mbili za muungano walioko na wote tumekuja kukushuhudia ukilibeba jukumu kubwa la kuwa kiongozi wa shughuli za serikali, la kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Mwigulu, uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa, na katika vitu kadhaa umeibuka kuwa na sifa hizi kuliko wengine walioshindana nao, na vigezo vyote vilivyopimwa tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili. Kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi zako na maelekezo yote yamo kwenye katiba, lakini nimekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na mambo yote ambayo unatakiwa kuyaangalia. Umepokea kijiti kutoka kwa waziri mkuu mstaafu ndugu yetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye amefanya kazi nzuri kufanikisha tunayotamba nayo leo. Tukitamba na ujenzi wa mashule, tukitamba na vituo vya afya, mahospitali ya kanda ya rufaa, kila tunachotamba nacho leo, yeye alikuwa nyuma yangu kuhakikisha yanakwenda vizuri. Kwa hiyo umepokea kijiti kutoka kwa mfanyakazi mzuri ambayo sina shaka utafuata miguu yake na utaongeza pale unapohisi panahitaji kuongezwa nguvu. Hivyo tunakupongeza na kukutakia kila la heri kwa utekelezaji wa majukumu yako mapya. Dr. Mwigulu, kama tulivyosema wakati wa kampeni na kabla ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 inavyosema, kuna mengi tumewaahidi wananchi. Ukiangalia mambo yote na muda tulionao, muda ni mfinyu, hivyo hatuna budi kuongeza kasi katika utendaji wetu. Wewe utakwenda kulisimamia baraza la mawaziri ambao nao wanaongoza sekta tofauti. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyopanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. Lakini utekelezaji wa kazi zote hizo zinahitaji fedha, na wewe umetoka kwenye sekta yako. Kwa muda wa miaka 5 umejua vichochoro vyote vilivyokuwa tukipita kutafuta. Atakayeruka ili naye aweze kupita kule tulipopita, fedha ipatikane na kazi ifanyike. Hiyo kwa ufupi, una kazi kubwa na leo baadaye kulifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao litaeleza yale yote ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya kipindi hiki cha miaka minne. Kuna mengine uliyasema mwenyewe jana kwa bungeni, nilikusikiliza vizuri, na ni imani yangu kwamba hukuyasema tu, lakini una moyo wa dhati kusimamia yale yote. Kwa hiyo kama nilivyosema, tukutakie kazi njema.
mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kassim aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wako ushawishi ni vingi, na utanisaidia kwa nini? nafasi Lakini kidonge basi kinauzwaga bei gani? Kile ndo kiboko. Mama alituelekezaka kaendaka kunichukulia baba, naikumbuka. Kwa hiyo nikutakie Hiyo mnaga ndani. kila la heri katika utumishi wako, na mengine tutaelezana kwenye vikao vyetu vya ndani pamoja na baraza la mawaziri. Kwa hapa wote wamekuja kukushuhudia tukikubebesha mzigo huo, kibitishia jana kwamba unaweza. Nakutakia kila la heri. Asante. Muungano wa Tanzania. Kinachofuata sasa kwa